Na mtazamaji wangu, kwa kweli malipo ni hapa hapa duniani. Leo hii kuna kipande cha video kinachozidi kuzungumziwa pakubwa katika mitandao ya kijamii, kinachozidi kudaiwa kwamba waliokuwa ndani ya usafiri ulioweza kupata ajali ni watekaji. Ningependa uweze kutizama ni kipi ambacho kimeweza kukumba gari hilo linalozidi kudaiwa kuhusika katika ajali mbaya, likiwa limeweza kubeba watekaji waliokuwa na yale na nia ya kufanya swala la utekaji. Na mtazamaji wangu, kwa kweli umeweza kutizama kipande hicho cha video, na kwa kweli kwanza kabisa ajali hiyo inaonyesha wazi ya kwamba hakuna yeyote yule aliyekuwa ndani ya gari hilo ameweza kutoka akiwa hai. Mbaya kabisa, baadhi ya watu walioweza kushuhudia ajali hiyo mbaya ikitokea wameweza kudhibitisha baadhi ya watu waliokuwa ndani ya gari hilo wameweza kuaga dunia. Mtazamaji wangu, kwa kweli kama nilivyoweza kuanza kudai kwamba malipo ni hapa hapa, kwa kweli mtazamaji wangu, malipo hayo yameweza kuwakumba jamaa hao. Jambo la kuvunja moyo, uongozi ulioko madarakani bado hawajaweza kuzungumzia swala hilo ama ajali hiyo mbaya ambayo imeweza kutokea. Ila mtazamaji wangu, itaweza kuwa ni jambo jema wewe hapo, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi ulioko madarakani, uongozi chini ya chama tawala cha CCM umekuwa ukilaumiwa pakubwa kwa masuala ya watu kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Na mtazamaji wangu, kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa ni kwamba kweli chama Chadema kilichokuwa kikitegemewa pakubwa kuingilia kati swala la utekaji hakijaweza kufanya hivyo kutokana na vita vya upinzani wanavyozidi kuvipata. Mwisho siku chama hicho hivi sasa kimeweza kupunguza siasa walizokuwa wakitarajiwa kushinikiza uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwajibika na hata kumwachia Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila katika swala la wanyonge ambao ni idadi kubwa ya wananchi wa chini nchini Tanzania ambao hawana nguvu ya kuzungumzia yale wanayozidi kukumbana nayo, mtazamaji wangu, kweli wanazidi kufanyiwa mambo yasiyokuwa ya kuridhisha. Wataweza kunyamaza kimya ila hawajaweza kufurahisha. Na mtazamaji wangu, hakuna jambo mbaya kama kufanyia mtu jambo la kuudhi. Wewe hapo nafahamu kwamba kile unachozidi kukifanya sio sahihi, hasa kwa viongozi walioko madarakani ambao wako na jukumu kubwa na kuweka mfano bora katika jamii. Ila yale yote wanayozidi kuyafanya sio mambo ya kuigwa kabisa katika jamii, bali ni mambo ambayo yanazidi kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kutofurahia uongozi ulioko madarakani. Na mtazamaji wangu, ndipo juzi kati tumeshuhudia jinsi gani ambavyo ni jambo la kuvunja moyo kwa familia iliyoweza kupoteza mpendwa wao, ila idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kusherekea, na mbaya kabisa itakuwa watasherekea vikubwa ama pakubwa sana iwapo jamaa huyo aliyeweza kuaga atakuwa yupo katika uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kwa kweli kile ambacho kimeweza kuchangia hivi sasa taifa la Tanzania limeweza kufika katika hatua hiyo ni kutokana na aina ya uongozi unaozidi kuongoza. Mtazamaji wangu, kwa kweli kama kweli viongozi walioko madarakani wanaokuwa wakitakiwa kutoa mfano bora wataweza kushindwa kutoa mfano bora na kujali wao binafsi na kutojali mwananchi wa chini nchini Tanzania, basi mbona mwananchi wa chini nchini Tanzania aweze kujali kiongozi wa ngazi za juu chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Na ndipo ambapo kwa masuala kama ajali hiyo iliyoweza kutokea, kweli ni jambo la kuvunja moyo kwa taifa kupoteza watu kwa ajali barabarani. Ila kwa njia moja ama nyingine, jamaa hawa ni kipi walichokuwa wakikifanya? Kama kweli walikuwa wakifanya mema, mtazamaji wangu, tusingeshuhudia watu kufurahia kwa njia hiyo. Sote tunafahamu kwamba
familia ya jamaa hao ni familia ambayo hivi sasa ipo na kipindi kigumu. Mbaya kabisa, huenda jamaa huyo ndiye aliyekuwa akiwa tegemezi kuu kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya familia hiyo. Je, hivi sasa tutashuhudia uongozi ulioko madarakani kujaribu kutafuta ndugu na jamaa wa karibu wa familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika ajali ile waweze kuajiri katika serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Na iwapo basi itaweza kufanyika hivyo, basi utaratibu wa kuajiriwa haujaweza kufuatiwa, kwani mtazamaji wangu, katika nafasi ambapo jamaa huyo alikuwa akihudumu, huenda hakuweza kuistahili kuhudumu katika nafasi ile, ila kwa ajili ya manufaa ya viongozi walioko madarakani waliweza kufanya hivyo ili waweze kunufaika wao. Hii hapa ni baada ya baadhi ya watu waliokuwa wakiomba waweze kuhudumu katika nafasi ile kukataa, kwani swala la utekaji ama kukamata watu sio jambo ambalo linapaswa kufanywa na jamaa ama mtu asiyekuwa ameweza kuvalia sare za polisi. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu nazidi kukuambia ama nitakufahamisha ya kwamba hata kama kweli jamaa hao wameweza kuaga dunia, iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kutafuta jamaa na familia ili kujaza pengo la jamaa hao, basi mtazamaji wangu, utaratibu wa kazi ambayo watakuwa wakiifanya haujaweza kufuatiwa, kwani lazima kuweze kuwa na stakabadhi ambazo zitaweza kuonyesha kweli tunayezidi kumwajiri katika nafasi hii ameweza kubobea ama ameweza kuwa na ujuzi ama hata kuisomea. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, kwa kweli kile tunachozidi kukishuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, iwapo unazidi kuunga mkono uongozi ulioko madarakani, utakuwa na nafasi kubwa na nafasi bora kwa wewe hapo kuidhinishwa na kuchaguliwa kuhudumu katika serikali hiyo. Na iwapo wewe utaweza kupinga na kukosoa na kutokuwa tayari kwa kufanya yale ambayo unazidi kuagizwa, basi mwisho siku katika nafasi ya wewe kupata kazi katika serikali hiyo itakuwa ni jambo gumu. Hii ikionyesha tunakozidi kuelekea kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo kama taifa, na kwa njia moja ama nyingine uongozi ulioko madarakani unazidi kuamini kwamba wao wataweza kufanikisha kile wanachozidi kukitaka wao na sio kile ambacho raia wanazidi kukitaka wao, jambo ambalo linazidi kusababisha Jamhuri ya Tanzania kuwa na kipindi kigumu katika sekta ya kiuchumi. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na ajali mbaya hiyo iliyoweza kukumba hao wanaozidi kudaiwa kuwa watekaji? Usisahau kutoachia maoni yako katika uwanja wa comment section, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.